la Sudan Kusini, lakini ni ripoti ambayo haija bainishwa na vyombo vya habari. Lakini tunakumbuke vile vile hivi leo kumekuwa na ripoti mbili, moja kusema kwamba kuna kundi la upinzani ambalo la upinzani wa ndani kwenye kundi hili la Machar ambalo linaitwa SPLM-IO, na kundi hili la wapinzani wake limesema kwamba wamemuondoa kama kiongozi wa chama hicho na kumweka mpinzani wake kama kiongozi wa mpito. Na vile vile kwa upande ule wa bunge kumekuwa na ripoti ambapo wanasema kwamba yule makamu wa Machar ambaye ndiye aliyekuwa kaimu spika wa bunge hilo pia ameondolewa. Na kwa upande huu mwingine pia kuna ripoti kwamba vita vimeendelea, ama hali ile ya vita ama taharuki inaendelea kwenye eneo hili la kaskazini mwa Sudan Kusini, ambapo kuna mji huu wa Nasir ambapo kumekuwa na mapigano. Taarifa za hivi karibuni zinasema kwamba kumekuwa na hali ya njaa na maradhi kuongezeka kutokana na ongezeko la matukio ya mashambulizi na hata hali ya kukatizwa kwa misaada. Sasa Bwana Mabonga, kama afisa ambaye umefanya kazi ya huduma ya misaada ya kiutu ama kibinadamu kwa muda mrefu nchini humo, hebu tuelezee hali inayokumba raia wa kawaida huko Sudan Kusini, mambo yanavyokuwa kama hivyo unavyomsikia Murunga. Raia wa kawaida ambao wamesimuliwa nyumbani mwao, zaidi ya watu 2,000,000 wamehama nyumbani, ni kama wale wakizi wa kindani. Ukiangalia pia, na hii imechangia kufanya raia wawe na ile hali ambayo hawawezi kuwa na nafasi ya kujimudu ili waweze kuzalisha mazao na wawe na chakula. Changamoto kubwa sasa vile tunaongea ni njaa. Bala njaa inakumba hii nchi. Zaidi ya watu 7,000,000 wako na hatari kosa chakula sababu ya vita na wakimbizi wakiwa pale. Haswa vile wamesema upungufu wa pesa, ukatizaji wa misaada, haswa vile Amerika imekatiza misaada, imeleta changamoto kubwa sana, kwa vile wale watu wote wanategemea hii misaada ili waweze kujimudu. Inaonekana upande wa upinzani Riek Machar unaelemewa zaidi. Ni nini pande hizi mbili zinaweza kufanya ili kutanzua mzozo huu na kuokoa hali ya maisha hasa ya raia ambao ndio humia zaidi? Kwa hivi sasa kwa maana ni kwamba pande hizi mbili hazina nafasi ya kutatua mzozo huu bila msaada wa kutoka nje ama msaada kutoka kwa makundi ya kimataifa, sababu kidogo hali ya mazungumzo imekuwa ni ngumu upande wa Rais Kiir na ule wa makamu wake Machar. Mzozo wao umefikia pale ambapo huwezi kutatuliwa bila kuingiliwa na makundi ya kimataifa, na kidogo kulikuwa na matumaini kwamba Umoja wa Afrika na vile vile kundi hili la mkanda huu wa Afrika Mashariki la IGAD, makundi hayo mawili yangeweza kuingilia kujaribu kutatua mzozo huu, lakini kwa hivi sasa hatujaona kama kumekuwa na hatua ya kuleta amani. Tunapozungumzia kuhusu mashirika kama ulivyomsikia Bwana Murunga, mashirika kama ya kwenu yanafanyaje ili angalau kuendelea na huduma hizi za kibinadamu kwa wale watu wengi ambao wana uhitaji, kwa sababu tumesikia ripoti kwamba hata hali ya uchangiaji misaada imekuwa ikipungua kwa sasa? Hivi karibuni mashirika ya kimataifa ambayo yanasaidia watu wa Sudan Kusini yamepata changamoto kubwa sana, haswa upungufu wa pesa na misaada. Imefanya kuwa watu wengi wamekosa kupata ile msaada. Pili, vile Bwana Munga anaongea, hali ya vita vile wanapigana inafanya hata sisi wale ambao tunajaribu kusaidia tunashindwa kuwafikia wale ambao wakimbiza ambao wametimuliwa kutokana na vita. So utaona kwamba tuko na changamoto nyingi, hatuna pesa za kutosha, na pia hatuna na ile uwezo wa kuwafikia watu kwa haraka, kwa sababu vita zinaendelea na hatuwezi kuwatuma watu waweze kuhatarisha maisha yao. Mojawapo mambo ambayo tumeyasikia pia ni mvutano unaoendelea baina ya Marekani na Sudani Kusini, kiasi kwamba si misaada tu iliyopungua bali pia kuondolewa kwa visa kwa raia wa nchi hiyo. Unaona hili nalo kwa kiasi gani ni pengo kwa baadhi ambao huenda walikuwa wakipokea usaidizi kutoka kwa ndugu zao walioko nje ya nchi? Labda itakuwa tatizo kubwa kulingana na vile wataweza kutatua. Kwa hilo limekuwa kama jambo la kisiasa na limefanya wale wengi wanyimwe visa kwenda kule, lakini haswa vile tunaongea hivi sasa
ile haijafika ile kiwango kuadhiri misaada ambayo itakuwa ikuje, lakini kama haitatatuliwa ni jambo ambalo litakuwa shida kubwa, ikiongezea pia upungufu wa pesa ama kukatiza ile msaada kutoka Amerika. Haya yote atachangia kuleta shida kubwa sana katika nchi ya Sudan ya Kusini. Niongeze kwa vile Bwana Mabonga amesema, ukiangalia kwanza ile hatua ya Marekani kusema kwamba imetupilia mbali zile visa ambazo raia wa Sudan Kusini walikuwa wamepatiwa na wengi ambao walikuwa wametorokea kule Marekani kwa kutafuta usalama au kutafuta ajira na mambo kama hayo, kama watafurushwa kutoka kwenye nchi hiyo, ni jambo ambalo litaongezea maafa ya raia wa Sudan Kusini. Lakini tumeona ripoti ambazo zimetokea hapo jana na hivi leo ni kwamba serikali ya Sudan Kusini imekubali kuwa wale raia wake ambao walikuwa wamefurushwa kutoka Marekani, na ikasema haikuwa imekataa kuwachukua, ni kwamba kulikuwa na tashwishi ya mmojawapo wale ambao walikuwa wamefurushwa Marekani ambaye si raia wa Sudan Kusini, ni raia wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ukiachia mbali mataifa hayo ya nje ya Afrika, pengine viongozi wa ukanda huu hasa wa AU wamekuwa wakijaribu kujihusisha na masuala ya upatanishi. Lakini pia tumeona utawala wa Uganda ukiingilia kati kijeshi, huku wakidaiwa kusaidia upande wa serikali. Kwa maoni wangu, kuhusika kwa Uganda kwenye mzozo huu wa Sudan Kusini kidogo umeongezea mzozo huu, haujasaidia kutatua, kwa sababu nia yake sio kujaribu kuweka amani, lakini kupigana kwa upande wa serikali ya Kiir. So kwa maoni yangu ni kwamba kuingilia kwa Uganda hakujasaidia kutatua mzozo huu, na vile vile utafanya hiyo vigumu kwa viongozi wa ukanda huu wa Afrika Mashariki kujaribu kutatua mzozo huu. Bili Mburunga ameongea, ni ukweli kwamba Uganda hii si mara ya kwanza kuingilia vita za Sudan Kusini. Inatakiwa tuwe na suluhisho, na vile umesema, ukiona nchi jirani za Afrika, jirani za Sudan Kusini, wengi pia wamejaribu kuingia kule wasaidie bila mafanikio. Kumekuwa na delegation kubwa ya AU imeenda kule na pia haijafaulu. Hii yote inachangia kuleta wasiwasi mwingi sana kwamba lazima kuwe na njia mingi za kuweza kujaribu kuleta hizi pande mbili ambazo zinazozana kwa hii nchi ili tupate suluhisho. Kennedy Mabonga, afisa ambaye amefanya kazi za huduma ya misaada ya kibinadamu nchini Sudani Kusini, na Sam Murunga wa kitengo cha BBC Monitoring, kama nilivyozungumza nao katika gumzo.